Kwa majina naitwa Eliwelu Kiulani, Program Officer kutoka Pwani Youth Network. Leo tumekutana hapa, tumekutana na baraza la wazee pamoja na wazee wakiwepo na watu wenye uhitaji maalum kama vipofu na vilema ambao wamekuja kuhudhuria katika semina ya mambo ya kodi, ambayo mradi huu unaitwa Kijana Wajibika, Ijue Kodi Yako, Lipa na Shiriki, ambao unadhaminiwa kwa udhamini wa International Budget Partnership kwa kushirikiana na Lesser Development, ambao unatekelezwa na vijana wa Pwani Youth Network. Katika siku ya leo tumekutana na hawa wazee kwa sababu ya activity tuliokuwa nayo ilikuwa ni kukutana na wananchi, kuwafikia wananchi 200 ambao watapata elimu kwa habari ya masuala ya kodi, kwa sababu katika mkoa wetu wa Pwani kuna dawati la kodi ambalo limefunguliwa, dawati la uwezeshaji biashara kwa wafanyabiashara. Hivyo tukaona isiwe tuwasaidie na wananchi wa chini wajue kuhusu ufunguzi wa hilo dawati, kwamba kuna uwepo wa hilo dawati. Tunashukuru Mungu kwamba wananchi wameitikiwa kwa mwito mkubwa sana. Tumeanza mafunzo haya siku ya jana, ambapo tulikuwa na wajasiriamali, kina mama na vikundi mbalimbali, lakini leo tumehitimisha kwa kukutana na wazee ambao wameenda umri pamoja na viongozi wao wa mabaraza ya wazee. Elimu imeenda vizuri kweli, wananchi wamekiri, wazee wamekiri kwamba hawakujua kama kuna hii elimu, hawakujua kwamba wao wanatakiwa walipe kodi, kwamba hata kwa habari ya kuchukua risiti ni haki yao wao kuchukua risiti ili walete maendeleo katika taifa letu. Hivyo wamefurahi sana, lakini pia wameomba kwamba wanahitaji kupata elimu zaidi. Kuna wazee wengine, kuna wananchi wengine ambao hawana hiyo elimu na hawajui. Kwa mfano kwa habari ya tini, wameelekezwa kwa habari ya ufunguzi wa tini kwamba tini ni haki ya kila mwananchi, na wameelekezwa kwamba kuna wasiogope kwa sababu kuna tini ya mfanyabiashara na tini ya mtu wa kawaida. Kwa hiyo wamejitokeza kwa wingi, na karibia wote wenye namba, wenye kitambulisho cha NIDA wameshafungua tini, na siku ya jana pia wamefungua tini. Wananchi karibia wote waliofika, kasoro wale ambao walikuwa wamesahau vitambulisho, lakini pia nao wamesaidiwa kupitia namba za simu. Kwa wito wao kwa serikali, wito wao kwa mashirika, wameomba kwamba waendelee zaidi kupata hii elimu na kuendelea kudhaminiwa ili waendelee kujifunza zaidi. Jina langu ni Yusta Kaunda, ni afisa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania mkoa wa Pwani. Leo tulikuwa tuna kongamano na wazee wa kata ya Mkuza, lakini makongamano yetu tumeanza jana. Jana pia tulikuwa tuna wanawake wajasiriamali ambapo tunashirikiana na Pwani Youth Network katika kutoa elimu ya kodi katika makundi mbalimbali katika jamii zetu. Lengo letu haswa ni kuwaelezea na kuwakumbusha manufaa ya kodi katika jamii yetu, kwa maana ya kwamba nchi hii inajengwa na Watanzania wote, kwa maana ya kodi yetu ndiyo maendeleo yetu katika nchi yetu. Kwa hiyo tulikuwa tunawakumbusha katika makongamano tuliokuwa tumefanya, tulikuwa tunawakumbusha vijana, wanawake pamoja na wazee kwamba kodi wanayolipa ndiyo maendeleo ya hii nchi. Barabara zinazojengwa, huduma mbalimbali za afya, maji pamoja na huduma zingine zote ambazo serikali inazitoa katika jamii yetu zinategemea kodi ambazo zinatolewa na wao, kwa maana wathamini kila shilingi moja ambayo wanaitoa wanaponunua bidhaa au huduma zozote, wadai risiti sahihi zenye thamani sawa na fedha ambazo wametoa. Hapo ndipo ambapo tutapata kodi sahihi, serikali itaweza kuihudumia jamii ambayo inaihudumia. Tumekumbushana hapa na tunamshukuru Mungu kwamba wamefurahia manufaa ya kodi, lakini pia tulikuwa tuna nafasi ya kuelezea kuhusu dawati maalum la uwezeshaji biashara ambalo limefunguliwa katika ofisi zetu zote za Mamlaka ya Mapato Tanzania katika mikoa yote Tanzania bara na visiwani, pamoja na wilaya zote Tanzania bara na visiwani. Dawati hilo likiwa na malengo haswa ya kuwawezesha wafanyabiashara, kuwasikiliza kwa karibu, kuwatambua, kuelewa hali halisi ya biashara ambazo wanazifanya na kodi ambayo tunachaji, na kuwahudumia kwa karibu wafanyabiashara wote, wadogo, wakati mpaka wakubwa, kuwahudumia kwa karibu. Hilo ndio lengo la dawati letu maalum la uwezeshaji biashara.
Lakini katika kumaliza sesheni zetu zote au makongamano yetu yote, tulipata fursa ya kusajili namba ya utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN, katika makongamano yetu yote kuanzia jana mpaka leo. Hivyo na sisi tumefurahi na kushukuru kwamba tumewasogezea wananchi huduma karibu za kuwasajili namba zao za utambulisho wa mlipa kodi. Tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na Pwani Youth Network katika kutoa elimu ya kodi katika jamii yetu katika makongamano mbalimbali. Asante. Naitwa Julius Magai Manyerere, mwenyekiti wa baraza la wazee. Tunashukuru kwa nafasi ambayo tumepata semina na mafunzo kutoka TRA na hasa yanayohusiana na ulipaji wa kodi. Ujumbe kwa wazee wote ni kwamba waende wawaambie watoto wao na wazee wenzao na wajukuu wao kwamba wanayo nafasi ya kutoa elimu juu ya ulipaji kodi. Kumekuwa na malalamiko kwamba wanabambikiwa kodi, wakati tayari kuna nafasi ambayo dawati hili linawasaidia kutoa elimu kwa watu wote, wafanya biashara. Kama wana shida yoyote, wafike kwenye dawati, wataelimishwa ili walipe kodi bila kuwa na malalamiko mitaani. Wataelewesha ukweli na watajua, wakishajua watafanya biashara kwa haki, lakini pia bila kuwa na malalamiko na kuonewa. Kwa hiyo serikali imetoa nafasi hiyo, waitumie. Watu wote waitumie, wazee waitumie na watoto wao waitumie. Na elimu hii ifike kwa wote, sio tu wale ambao tuko hapa. Wazee tunapaswa kuhakikisha kwamba tunapata risiti, na hii TIN namba ambayo tumepewa leo, elimu ambayo ni mpya kwetu, binafsi nilikuwa sina, itakusaidia kushiriki kulipa kodi. Kwa sababu utakaponunua utamwambia aingize TIN namba yako, na hiyo itamfanya yule kama alitaka kudivert ajue kwamba huyu mtu anaelewa, na kuhakikisha kwamba anakupa risiti sahihi. Na hiyo kodi kwa vyovyote, kama mzee utakuwa umeshiriki kulipa kodi ambayo ni sahihi kwa serikali kwa ajili ya maendeleo. Mimi naitwa Sylvester Hezoni Manyangu, ni katibu msaidizi wa kata ya Mkuza, na nimekuwepo katika mkutano wa leo wa TRA pamoja na viongozi wetu kutoka katika maeneo mengine ambao wamekuja kutembea siku ya leo, na nimeweza kujifunza mambo mengi sana ambayo yamenihimiza mimi mwenyewe kujua kwamba yale ambayo nafanya wakati mwingine nilikuwa napuuzia na kuona kwamba si jambo vyema. Mfano, unakwenda kulipa alafu mtu anakuambia chukua receipt, na anambia kaa nayo receipt. Kwa napoacha ile receipt, na maana kwamba nafanya ile mapato yangu yaweze kupotea, na yule mtu anayefanya vile hawezi kulipa ile kodi. Kwa hiyo nakuwa najiumiza mimi mwenyewe. Kwa hiyo nimeona kwamba kweli hii elimu inisaidia mimi kujua kwamba kumbe nilikuwa nafanya makosa. Kwa hiyo tangu leo na shauri wenzangu wote ambao wanakutana na jambo kama hili, wajitahidi kuchukua receipt iliyo sahihi, maana ile kodi sahihi inafanya ile kazi iweze kufanya ile miundombinu inayotengenezwa serikali iweze kufanyika vizuri, kwa sababu ya ile pesa ambayo tunaitoa. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa kila mwananchi aweze kuzingatia kuweza kupata risiti sahihi kwa ajili ya maendeleo yake binafsi. Jambo jingine ambalo nimejifunza mahali hapa, nimepata elimu kubwa hasa namna gani ya kujua namna TIN namba. Maana wakati mwingine TIN namba kwa tujui maana yake ni nini, lakini nimejifunza TIN namba ni muhimu kwa kila mtu, kwa sababu kuna TIN aina ya kwanza ya kawaida na TIN nyingine ya biashara. Kumbe hata mimi mwenyewe ninatakiwa niwe na TIN yangu binafsi kwa ajili ya yangu mimi binafsi, kwa sababu kuna maeneo mengine watahitaji kuwa na TIN namba. Sasa kumbe ninapokuwa sina, na maana tayari nimekwama katika jambo hilo. Kwa jisio nimeelewa kwamba ni muhimu mimi nipate kuwa na TIN. Kwa mtu yeyote ambaye mwananchi wa kawaida ambaye hana biashara, kumbe TIN ni ya muhimu, kwa hiyo lazima awe nayo. Kwa hiyo nimejifunza katika semina leo. Vile vile nimejifunza namna ya kulipa kodi. Tumekuwa ni watu ambao tunapuuzia ulipaji wa kodi zetu. Wakati mwingine tunaambia tukalipe kodi kwa wakati unaotakiwa, lakini tunakuwa ni watu kuchelewa. Wakati mwingine tulipi sahihi. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kufanya kuzembea kulipa kodi kwa wakati kunanifanya mimi nicheleweshe maendeleo ya nchi yangu. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kumbe ni vyema kodi yangu nilipe kwa wakati unaotakiwa ili iweze kufanya kazi inayotakiwa. Kwa kweli nchi yetu sasa hivi
kila kitu kinaendelea vizuri kwa sababu ya kodi tunazozilipa. Kwa nahimiza kila mwananchi ambaye yuko anasikiza anayesikiliza hapa leo ajue kwamba unapolipa kodi yako ina maana unafanya mtandao wa maendeleo yako binafsi. Hata shughuli zako unazofanya yale maendeleo yanapatikana kwa sababu ya ile kodi unayoilipa. Kwa mimi nashukuru sana kwa ajili ya fursa hii ya kuweza kupata elimu hii ya kodi ambayo imewezeshwa na ndugu zetu waliotembelea siku hapa, kwa sababu na sisi tumejifunza kwamba kumbe sisi ni walipa kodi pamoja, tumezeeka lakini bado ni walipa kodi ambao tunaweza kuelimisha vijana wetu ambao tunao kama wajukuu na watoto wetu waweze kuingia katika mtandao wa kulipa kodi bila wasiwasi. Kwa mimi nashukuru sana kwa ajili ya elimu hii, imenisaidia mimi binafsi pamoja na familia yangu pamoja na nyumba yangu. Kwa kweli nitakuwa mtu ambaye balozi mwema kwa ajili ya kuweka elimu hii kwa watu wengine. Kwa hiyo nashukuru sana.